Jaribu kufanya kitu. Tafuta kitu cha kufanya. Vitu vya kufanya viko vingi. Yaani sasa hivi ukiwa na smartphone unaweza kuanza kuuza mashati ambayo sio yako. Ukapata hela. Yaani onyesha jitihada unafanya kitu. Sio unakaa unalala tu nyumbani. Ni aibu kubwa wanaume unakaa tu ndani unalala. Mke wako bado anaenda ofisini anarudi anakukuta umekaa. Na elewa inaumiza, kuna muda unaweza ukawa upo pengine kuna redundancy, pengine umepunguzwa kazini huko nyumbani. Inaumiza sana. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kwamba tuishi pia na wenza wetu vizuri. Ishi pia na mke wako vizuri. Hey. Habari yako mdau wetu wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha. Na leo narudi tena kwenye meza hii nikiwa na mtu makini sana hapa Tanzania, anaitwa Kalungu Charles. Kalungu ni mental health expert, lakini pia ni mshauri wa mahusiano, amemeja kwenye mahusiano. Naomba nimpongeze Kalungu kwa salamu za waziwazi kwamba hongera kwa kuoa sasa. Asante, toka uoe hatujaongea, sio? Na mimi nilikuwa nakuvutia kasi. Nipumzike kwanza. Okay. Uoe, uingie field. Ukishaoa sasa ukaingia ndo uje tuzungumze kwenye hii meza. Tutaelewana vizuri. Okay. Sawa, mimi nafurahi sana kuweza kufika hapa. Karibu sana Kalungu, lakini leo tutazungumzia mahusiano na pesa. Na mengineyo yatokanayo na mazungumzo haya. Kwa hiyo karibu sana, nimekutambulisha hivyo, labda ujitambulishe watu wasikie kwa sauti yako sasa. Sawa, nashukuru sana. Mimi naitwa Kalungu Charles, Kalungu Psychomotive. Mimi ni mtaalamu na mbobezi wa masuala ya afya akili, lakini pia ninahusika na utoaji wa huduma za ushauri kwa watu wenye mahusiano, hasa wanandoa. Kwa hiyo nimepata bahati ya kufika hapa Fix You. And I today we are going to fix you. Yes. We do the fixing. Afi tunakuachia ujitafute. Yes. Tunakupa kilicho bora, alafu wewe mwenyewe utaamua sasa ufuate njia gani. Right. Hongera sana Kalungu bana. Aisemi nashukuru. Ndoa unaionaje? Ndoa ni tamu, ila nimezidi kujifunza vitu practically. Kuna vitu unajua ni mimi nilianza kutoa ushauri wa mahusiano kabla hata sijaingia kwenye ndoa. Yes. Kwa nilikuwa na exposure. Lakini sasa nimeingia kwenye uhalisia halisi. Kwa hiyo nimejifunza mengi zaidi na nimezidi kuimarika. Kwa hiyo ndoa ni nzuri kama ukiwa una maarifa. Lakini pia kama ukiwa una uelewa. Sasa itakuwa ni ngumu sana au inakuwa ni ngumu kama ukiwa una uelewa kuhusu wewe mwenyewe, lakini pia na mwenza ambaye unakwenda kuishi naye. Kwa sababu watu nadhani pengine labda ukimwoa mtu ambaye labda ana sifa unazozihitaji, basi zile sifa zitaendelea kuwa vile vile siku zote. Hapana. Kwa hiyo nilikuwa na uelewa huo, kwa hiyo imenisaidia kwa kiasi fulani kuweza kupunguza sintofahamu za hapa na pale. Okay. Nice. Hongera. Kwa hiyo ulijifunza field na umeenda baadhi ya vitu umeona viko vile vile au kuna kilichobadilika? Kuna ambavyo ni common. Ambavyo nadhani universal. Kuna baadhi ya mambo ambayo hayabadiliki. Umeona? Kwa mfano kwenye ndoa mimi kuja kujifunza cha kwanza hata katika mchakato ule pale. Vijana wengi hawajui kwamba mchakato wa ndoa kwanza unaanza na wewe mwenyewe binafsi. Umeona? Ile kutafuta procedure kwamba nitafanyeje mpaka unaoa. Mimi nimeanza process. Mimi kama mimi nilifikia muda nikawa na msukumo. Kwamba sasa inabidi nioe. Unajua tunawalazimishaga watu wewe inabidi wewe. Lakini mimi ilifika muda nikawa na msukumo wa ndani kwamba sasa inabidi nioe. Kwa hiyo nikajiandaa, nikajipanga. Nikatafuta fedha, fedha ya posa, mahali. Ya siku nikafanya nikakamilisha lile zoezi. Kuingia kwenye ndoa ndio hivyo kama unavyosema, nimekutana na vitu ambavyo vinanihitaji mimi kama kiongozi niweze kuwajibika inavyotakiwa. Kwa hiyo kilikuwa sio kitu kipya kwa sababu tayari nilikuwa nisha practice huku na nilipimwa kwamba huyu mtu anaweza kutoa posa, huyu mtu anaweza kutoa mahali, huyu mtu na sidaiwi, sina deni mimi. Kwa kike zangu sina deni lolote. Kuna watu huwa wanaingia na madeni. Kwa hiyo nimekuja ku experience ya kwamba mahusiano yanahitaji tu fedha vile vile. Sawa. Yani pesa ina nafasi kubwa sana. Ni kilainishi cha ndoa. Kabisa. Kwa sababu hiki ukiamka kuna hiki, kuna kile, kwa mambo ni mengi kweli kweli. Sana. Kwa hiyo nimekuja kujifunza kwamba pamoja na yote
tunahitaji sana kuweza kutengeneza mahusiano katika mlengo wa kiuchumi vizuri zaidi ili kuepusha sintofahamu, kwa sababu kuna muda unaweza ukaingia kwenye majaribu au mwenza wako akaingia kwenye majaribu ya kuweza kukuchukiza, ukasisha kwa sababu ya kukosekana kwa mahitaji. Sawa sawa. Uchumi ni muhimu sana Kuja vizuri kwa maana hiyo utakubaliana na mimi kwamba mapenzi tu hayatoshi. Mapenzi peke yake hayatoshi. Empty love is not enough. Yani kunahitajika pesa. Yani na insist, empty love is not enough. You need money. Simaanishi pengine pesa ni kila kitu, ila ina umuhimu mkubwa sana kwenye mahusiano. Kwa ni lazima kila mtu aweze kuelewa hili kabla ya kuingia kwenye commitment. Maana ndoa ni commitment. Kwa hiyo ukiwa committed na mtu, manake inabidi ujue kwamba kila kinachomhusu yeye lazima utawajibika. Awe anaumwa, utahitaji pesa. Awe hajala, utahitaji pesa. Awe sisi kuna mtu anahitaji msaada, utahitaji pesa. Kuna michango, utahitaji pesa. Na kitu ambacho watu wengi wakijua ni kwamba mnapokuwa pamoja, manake ninyi nyote mnakuwa wawakilishi. Mwenza wako anakuwa mwakilishi wako na wewe unakuwa mwakilishi wake. Kwa hiyo hakuna fulani. Nyie. Kwa hiyo Mrs. and Mr. fulani inaonekana kabisa kwamba nyinyi kuna changamoto fulani haipo sawa. Kwa hiyo kuna muda mnahitaji kwa namna fulani kujimarisha kidogo au kutengeneza mazingira ya kutokusababisha utofauti wa kimahitaji uweze kutokea. Maana hii pia ni janga sana, huwa inasababisha ndoa nyingi na mahusiano mengi yaweze kutetereka. Sasa Karungu umekuja vizuri. Sasa huku kwenye jamii tuongelee tu mifano ya uhalisia kabisa, wala sio ya kutunga. Ndio. Kuna scenarios zinaweza zikajitokeza. Umeona? Umeingia kwenye ndoa, lakini unakuta labda mimi mwanamke ndo kidogo Mungu amenijalia zaidi ya mwenzangu. Ndio. Umeona Kwa hiyo mimi kama huwa wanawake wa aina hii nimepokea watu wana changamoto nyingi sana, wanawake wenye kipato kukaa na mwanaume ambaye amenini. Kwa hiyo sijajua wewe kama mshauri wa haya mambo, hii scenario wewe unaizungumziaje? Mwanamke akae mkao gani? Mwanaume akae mkao gani? Kwa sababu at the end of the day ni kama vile mwanamke kama ashuke hivi. Yaani arudi level aliyoko yule mshikaji. Na wae sawa. Yaani ndio huyu jamaa awe na amani yani. Sahihi. Kwa hiyo wewe mtazamo wako ni nini hapa? Mtazamo wangu kwa hilo ni kwamba unajua kabla ya mwanamke na mwanaume kukubaliana, unajua ndoa ni makubaliano bwana, sasa inabidi tuishi pamoja. Yes. Umeona? Yes. Sasa kabla kukubaliana, mwanamke kwanza, mwanamke yoyote huwa kuna vitu anaangalia, hasa mwanamke anayejitambua. Kwanza anaangalia kiwango cha kujitambua cha huyo mwenza au huyo mwanaume. Huyo ni mwanamke anayejitambua. Pili, anaangalia mwelekeo. Unajua wanaume wengi ambao wanajitambua huwa wana pesa nyingi, ila pesa zisizoshikika. Sasa kuna wanawake ambao wanapokuwa wanazungumza na wanaume wa namna hiyo, huwa wanakuwa na matumaini. Mwanaume anaweza, mwanamke anaweza kukuvumilia kwa muda mrefu kama endapo ana matarajio makubwa kwako. Anaweza akastay akasema kwamba I have hope in this person, kwamba huenda mambo yatabadilika. Si anaona? Na wanawake wengi pia wanapenda kuolewa na mwanaume ambaye ana akili kuliko wao, kwa sababu mwanamke anapenda pia kuelekezwa. Fanya hiki, iko hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sio yeye aanze kuelekeza tena. Mume wangu hii nafanya hivi. Mume wangu hii anataka wewe ndio unamuelekeza kwamba haya mambo tunafanya hivi. Na hata mwanaume pia unajisikia raha unapokuwa na mwanamke ambaye hajui mambo mengi. Unakuwa unamuelekeza hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi. Japokuwa pia kama mwanaume akiwa ajitambui vizuri, anaweza ka develop kitu kinaitwa inferiority complex. Kwamba unamuona mke wako pengine anajua, pengine ana kiwango kikubwa cha elimu, ana kazi, unakuwa unajisikia vibaya na kuhisi labda pengine nafasi alionayo inaweza kanifanya mimi nisionekane sina thamani. Kumbe sio kama ilivyo. Kwa huu mtazamo wa mwanamke au mwanaume kutokuwa na uwezo wa kuhudumia, au mwanamke kuwa na nafasi katika familia, mwanaume akawa hayupo au yuko kama kivuli, kidogo wewe inamtatiza sana mwanaume. Yani unakuwa huko baba, alafu provide, unakuwa pengine ni mume, alafu hauhusiki kwenye mambo ya familia. Yani ufanyi chochote, kiukweli inanyongonyeza sana. Sio tu hata mke wako, hata watoto pia. Baba hiki huna, baba hiki huna, hiki huna. Kila wewe una. Mr. Sina kila kitu. Hiyo inaumiza sana kiukweli kama baba.
Kwa hiyo kuna namna pia mwanamke anaweza kama nilivyosema kukuvumilia kama ukiwa una mawazo, una mwelekeo, una maono, una ndoto, una malengo. Kaona kwamba huyu mtu hana kitu lakini namuona mbali. Na uzuri wa mwanamke anaweza kumtengeneza mwanaume anayemtaka. Kama akimuona na mwelekeo. Kwamba anaweza ukao umekuja kwenye maisha yangu mwanamke huyo, umeenda kwenye maisha yake, akakuona kwamba wewe unafanania kuwa fulani. Lakini usijue. Na baada ya muda kweli ile picha aliyokuwa anaiwaza akaileta kwenye maisha halisi. Sasa shida ni kwamba kuna wanaume pia wanajisahau. Wakishafikia hatua ile stage ya kuwa vile ambavyo mke alivyokuwa anaona ile picha au taswira ya jinsi mume atakavyokuwa baada ya miaka miwili, huwa wanajisahau. Anamuona tena huyu ana maana. Anabadilika. Ndio maana ndo wanawake wengi sasa wanaojitambua kilio chao kingine ni hicho kwamba wanaishia kutengeneza wanaume wa watu wengine. Yaani kwamba mimi ni mwanamke na kutengeneza unatokea unakuwa kitu hatari sana. Alafu kumbe unakuja kupata dream girl mwingine ambaye si yeye huyo aliye invest kwako. Ni sahihi. Na hiyo ni kilio kikubwa kama wanavyosema. Mwanaume pia kuna muda wanabadilika na anabadilishwa na vitu kama vitano. Cha kwanza ni pesa. Unajua pesa ina amplify confidence ya mwanaume. Yaani mwanaume akiwa na pesa kuna ujasiri unaongezeka. Wale wanaume wenye pesa nadhani wananielewa. Yaani kuna stage ukifika ukiwa una hela, yaani unahisi kama unaimiliki dunia yani. Kwa sababu you can dictate anything. Unaweza kufanya chochote. Umeona? Sasa ukifikia hiyo hatua, kama usipokuwa na upeo mzuri, unaweza kujikuta unafanya maamuzi ya hovyo sana. Kwa sababu unavyozidi kupanda hatua kwa hatua, hata hadhi yako inabadilika. Unakuwa unaanza kuishi katika namna tofauti na ya mwanzo. Yes. Na ndio maana kuna wengine wanasahau misingi na mifumo ya familia zao. Unajua kila familia na mifumo yake. Kila familia na kila ndoa na mifumo yake. Kwa hiyo unakuta ule mfumo ambao mliuzoea pengine hata kama unakufanya ibada kusali unakufa, ilikuwa hivi mnamuendi tena, mlikuwa mnatembea wote muendi, outing muendi, uko busy. Mambo yanaingiliana pale. Kwa sababu ya kwanza mwanaume anaweza kubadilika kwa sababu ya pesa, uchumi. Ya pili, mwanaume anaweza akabadilika kwa sababu ya mwanamke pia. Na ndio maana huwa anasema kwamba ni muhimu sana kabla ya kumchagua mwenza wa maisha yako, lazima uhakikishe mnaelewana. You must understand each other. Yaani muelewane, mnavozungumza mnaelewana. Kuna mtu mmoja aliwahi kaniambia hivi, ni sawa kuoa pengine mtu ambaye nimepishana kidogo pengine katika kitaaluma, pengine nikamwambia kwa sababu kuna muda unaweza kuwa unazungumza vitu, you speak a lot of English, mtu haelewi. It take time for him to adapt. Kwa kuna namna inabidi muangalie tu huyu nafanania naye, tunaweza tukaelewana. Kwa kama mtu huwezi kuelewana naye ni ngumu, yeye atakusumbua, utapata shida, utapata stress. Kwa lazima pia muwe mnaelewana. Kwa hiyo mwanaume anaweza akabadilika kwa sababu ya aina ya mke pia aliyemuoa. Hiyo ni very important. Watu wengi huwa wana overlook level of education. Kwamba kwa vile nampenda na nini. Lakini ina maana kubwa sana. Kwa sababu labda pengine ukiongea Kiingereza mwenzako anaona unaringa. Unamringia. Unamringia, unamzingua. Kumbe ni kitu ambacho wewe binafsi ni natural, yani cha kawaida sana. Na kingine pia ni swala lazima la uelewa, kumuelewesha vitu. Unaweza kuwa unatumia nguvu kubwa kumwambia, nimekuambia hiki akifanywa hiki, haelewi. Kwa hiyo inabidi umvumilie kwa muda mrefu. Lakini pia mwanaume anaweza kabadilika kwa sababu ya marafiki. Unajua unapokuwa umebadilika au unapokuwa umepiga hatua fulani, unapata marafiki wapya. New cycle. Kwa wale marafiki wapya wana tabia zao. Kwa usipokuwa stable au usipokuwa unajitambua vizuri, unaweza kujikuta una comply, unaanza kuwa kama wao. Kwa sababu wao wamekuwepo kwenye hizo nafasi muda mrefu na wewe ni mtu mpya, newbie person. Kwa maana lazima tu comply. Sisi tunafanyaga hivi, mbona kawaida tu inakuwa hivi na hivi. Nasema kumbe inawezekana unashangaa mtu anakuwa anachelewa kurudi, ratiba zinabadilika kabisa. Mtu alikuwa arudi nyumbani saa 2 au saa 1, anaanza kurudi saa 6, siku zingine harudi, ahadi atoi taarifa, mambo yanabadilika. Lakini pia kitu kingine ambacho kinabadilisha pia inaweza kawa ni ndugu. Ukiwa breadwinner kama mwanaume umefanikiwa, unaweza kashangaa unamsahau mpaka mke wako. Kwa sababu familia inaweza kaanza kuwa na kuzonga sasa. Huyu ni mwanetu, mtoto wetu. Wewe ni mume wa mtu. Yaani you are starting another empire. Yaani hawa ndugu zako ni wa muhimu sana, lakini kipaumbele chako ni mke wako. Kitu ambacho hakijui ni kwamba when you are growing up, you become responsible for your own face. Yaani huwezi kuambiwa unafanana na mama yako au baba yako. It's you, it's yourself. Hasa ukiwa mwanaume kama kiongozi, ina maana wewe inabidi sasa hivi uanze kuangalia, utengeneze familia yako, you create your own system.
Na ndio maana kuna familia nyingi tu, pengine mama alikuwa na tabia za namna fulani, lakini mtu akaamua ku break that generational line of average, yani kazi kwa namna fulani. Kwamba hapana, mimi binafsi sitakuwa nawapiga watoto wangu, haitakuwa hivi. Na kweli imekuwa. Kwa hiyo create your own system. Unatengeneza mfumo wako wewe kama wewe. Na tuna hiyo ni changamoto, changamoto kubwa sana. Tuna wanaume wengi ambao wameshikiwa akili. Labda niseme hivyo. Yaani ni mwanaume yes, lakini ameshikiwa akili. Ni sahihi. Na hakuna kitu kinamkera mke kama hicho. Ni sahihi. Yani sijui labda huyo atakuwa mke wa wapi. Yani kwa mwanaume kwa mfano anajua ndugu zake. Wewe Kalungu unajua ndugu zake. Na kuelewa. In and out unawajua. Yani it's not a surprise. Yeah, it's true. Alafu wakaja kuleta vile vitu vyao fulani. Naelewa. Kwa sababu unawajua ni rahisi kuambia bwana sikia bwana. Kausha. Kausha. You can kwa sababu wewe yule ni ndugu yako. Unamuelewa vizuri unamuelewa. Lakini sasa kuna wanaume ambao fresh tu. Hawajali. Asemi chochote. Hafanyi chochote. Mambo yanatendeka yani yeye kama vile hayupo. Na kama haoni kabisa. Kama haoni. Sasa hii ni mbaya sana kwa sababu mwanaume ni mtetezi kwa mke wake. Yani ili mwanamke ajifeel secure lazima mumeo aweze kumtetea. You must protect your wife as much as you can. Uweze kusema pengine labda wewe bwana au pambana nao. No, you need to protect kama ulivyosema. Na unapomprotect mwanamke ndivyo unavyozidi kumsogeza karibu yako. Exactly. Ana feel secure. Mwanaume ni mlinzi. Ukiwepo tu na haumtetei mwenza wako, yani wewe unamkandamiza. Yani kwanza anasemwa pengine na ndugu zako, na wewe tena unamsema, na hapo pengine anasemwa na mashoga zake. Hivi unategemea atakuwa ni mke wa namna gani? Lazima kuna namna fulani atabadilika na ataanza kupata shida. Ndio maana kuna wanawake wengi sana kwenye ndoa wana changamoto za akili wengi. Mume anaweza akawa na blame, yani mke wangu elewi, lakini kumbe wewe ndio umemtengeneza akawa hivyo. Wewe umemsababishia pengine chronic illness. Au chronic stress. Kiasi kwamba anakuwa na anger outburst. Yaani kuna issues nyingi kwenye maisha yao zimekuja kutengenezwa kwa sababu ya mahusiano ambayo ameamua kuishi na wewe. It's very hard. Lakini pia mwanaume anaweza akabadilika kwa sababu ya mchepuko. Anaweza akabadilika kwa sababu ya mchepuko. It happens. Okay. Majaribu huwa haya majaribu yapo kwa wanaume. Unajua wanaume wanapenda haraka au wanatamani haraka. Umeona? Sasa kuna muda au kuna wakati kama asipokuwa anajitambua au kama asipokuwa ana utaratibu mzuri na mke wake wa kuhudumiwa, basi kuna uwezekano mkubwa sana huyu mwanamke akabadilika kwa sababu ya mtu mwingine ambaye amempata. Baada ya kufika katika level fulani, anakuwa anahisi mke wangu mbona kama hayupo sawa. Lakini kumbe huyu alikuwa hapati huduma anazotaka. Unajua kuna ndoa pia wako kuna visa na kuna vitu. Kuna muda kuna changamoto, unakuta kuna kuna muda unakuta pengine mwenzio hajisikii, hana hamu ya kushiriki tendo, wewe unajisikia, lakini sasa kama hujali unaweza kumlazimisha, ukamkwaza au pengine unaweza kumuelewa, unasema bana mimi sitaki, ukasusa, lakini ile hali inakutafuna siku baada ya siku. Unasema let me find somewhere. Ngoja ikitokea pengine kuna fursa au kuna jaribu lolote, unaamua kulikubali kwamba bwana hii nalikubali ili kama jaribu. Kuliko kutafuta mchepuko. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa pia. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana kwenye ndoa ambayo anampelekea pia mwanaume kuweza kusingizio chao ni hicho. Ameninyima sasa mimi ningefanyaje? Mimi ningefanyaje? Lakini ukweli ni kwamba kuna vitu vingi vya kufanya. Ndio maana viko vingi nje na hicho. Kwa sababu sio kitu pekee cha kufanya. Kabisa, ni kweli kabisa. Kuna vitu vingi. That's not the last option kwamba I must do this. Hapana, unaweza kujizuia. Na hasa wanaume wengi sana wana hiyo tabia, akisafiri kwenda tu mkoani, basi anasafiri huko. Yaani unakuta anakuwa tayari, yani ni kama anakuwa mpya. Kwamba I'm new, I'm brand new. Na kuna wengine wanavua mpaka pete. Hataki aonekane kama hataki ushahidi wowote kabisa. Kwa hiyo ni kamtiani kidogo ambako kanahitaji maarifa na knowledge. Ya namna ya kukabiliana nacho. Ni sahihi sana. Kuchepuka soso. Actually unakuwa umetengeneza tatizo kubwa sana na itakutafuna wewe lakini pia na mwenza wako. Umeona? Na kitu ambacho watu wengi hawakijui. Mara nyingi wanapenda sana insist watu ya kwamba unapokuwa unaanzisha mahusiano ambayo yana commitment like marriage, you don't need to fall for external things.
Lazima you need to find something which can spark you out of external features. Yani tafuta sifa ambazo zinaweza kukuhamasisha wewe nje na muonekano wa mwenzako, kwa sababu hivi vitu vinaporomoka. Kuna mwanamke mwingine ana mwili wa kuporomoka. Ukishamuoa afu kasema mimi bwana nimemuoa kwa sababu ana muonekano mzuri, what if ule muonekano wake ukiondoka? Au pengine what if mwanaume akiwa na kitambi? Kwa sababu kuna wanawake wengine wanasema mimi nimependa sex pack. What if kuna mabadiliko yanatokea, mtu anakuwa reluctant, anakuwa lazy. Sasa unategemea kwa namna hiyo utamkubali yani utamkubali au utamchukia? Na kuna wengine pia kuna muda wanapatwa na maradhi, anaumwa au pengine ajali, hana macho. Utamchukia kwamba huyu sio mke wangu au sio mume wangu, mimi simpendi tena. Kwa you need to commit yourself kwenye vitu ambavyo ni intangible, visivyoonekana, vitu ambavyo vinakusisimua bila kuviona kwa macho. Kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa. Ndio maana kuna watu wao wanafukia sana wake zao, lakini kuna muda wakiumwa, wakipatwa na maradhi, wale wake ndio wanawalea kama watoto. Mke alikuwa anamfokea sana, anamuona kama hafai. Inatokea sana hii. Kwa hiyo ni muhimu sana pia hata watu waangalie vitu ambavyo vinaweza vikawahamasisha au kuwasukuma pasipo kuonekana, visiwavutie kwa macho. Vinavyovutia kwa macho huwa havidumu. Alright. Kwa sasa nataka utusaidie Kalungu hapo. Sisi kwa tuishije na hao wanaume ambao hawana vipato? Okay. Kama mwanaume hana kipato, kwanza tukianza kwenye ngazi ya kawaida kabla kuingia kwenye ndoa, mimi simshauri hata ingia kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano yanahitaji hela. Yani jitahidi basi tafuta hata kazi ya kufanya, kwa sababu unajua tu utachukia, kwa sababu utahitaji kuhurumiwa. Mahusiano hayana huruma. You need money. Yani unahitaji kuya service. Kwa hiyo kama hauna hela, what are you going to do? Unaweza kawa mwizi hivi bila kujua. Kwa you need to find something to do. Otherwise kama unasoma, hebu soma kwanza. Ndio maana watu wanachanganyikiwa, kwa sababu unakuta hela ambayo anatakiwa yahudumie yale anamhudumia mtu mwingine. You must be stressed out. Kwa hiyo jipe kwanza kipaumbele na jifunze kujipenda kwanza wewe. Kosa ambalo watu wengi wanafanya ni kuwapenda watu wengine badala ya kujipenda wao kwanza vya kutosha. I love to say this. Love yourself to the extent you are now enough to share your love feelings to someone else. Yani jipende vya kutosha mpaka upendo uzidi, uwe tayari kumshirikisha mtu mwingine. If you have never loved yourself enough, hata huyo ambaye utakayempenda siku akikukwaza utafadhaika sana. You need to love yourself, learn to love yourself, prioritize yourself, jipende. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Wanasema love is sacrifice, I must sacrifice for my fiancé. Kuwa na kiasi. Kisaikolojia chochote ambacho sio rasmi kinahitaji kiasi. Ndio maana kuna watu wengi wanashindwa kutoka kwenye mahusiano wanaowatesa, wanaume wanaowanyonya kwa sababu ya kukosa kipato. Toxic and draining partners, parasite. You are just there. Nikitoka watu wanamjua. Okay, watu wanamjua. What about you? Do you care about yourself? Yani mtu hajali, anajali watu wengine. It's very hard. Eti nikitoka watu wanamjua. Lakini wewe ndio unapata changamoto. Because at the end of the day, who suffers yourself, is you. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe, you need to fix yourself. Angalia vitu, nini ambacho inabidi niboreshe au nirekebishe ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo nadhani kuna kitu cha muhimu sana na watu kuangalia kwamba hasa ambao bado hawajaingia kwenye commitment, kupima na kuangalia, tathmini tu kwamba hivi mwenzangu tangu niwe naye nimefaidika naye kitu gani? Okay, anaweza kawa ndio hana fedha, anategemea fedha kutoka kwangu, lakini je, ninavyokuwa namwezesha anafanya nini? Anafanya nini? Manake hulka ya wanaume wa aina hiyo huwa mara nyingi yani unampa mtaji hajali. Unaweza kumpa gari, yani hilo gari kila siku anarudi, leo side mirror imegongwa, haipo, amelichubua. Yani gari linarudi liko hovyo kabisa. Haya, unaenda unatengeneza. Ukitengeneza wiki mbili karudi tu, tunarudi kule kule. Yani, haya. Unasema basi huyu ngoja basi nimpe 5,000,000 au 10 ili aende afanye biashara. Anaenda anakula mtaji wote na ujue ametumia kwenye na ujue ametumia kwenye kibaya kuliko vyote. Anarudi anakaa hapo, mnaangaliana. Huyu mwanamke bado ataendelea ataendelea kufanya na kufanya na kufanya.
Lakini sidhani kama tatizo pale ni huyu mtu kukosa hela. Of course. Ni tabia, lakini pamoja na hali ya utegemezi, dependent syndrome. Unajua kuna watu ambao malezi waliolelewa yamewafanya wao wategemezi na watakuwa wategemezi mpaka wanakufa. Kama sio badili mtazamo. Wao wamezoea kupokea tu na kupewa. Umeona? Ndio maana kuna wanaume pia kuwajibika kwao ni mtihani, ni changamoto. Hasa ambao wamelelewa pengine na mama zao sana, they've been treated so special kiasi kwamba anahisi mimi sitaki kufanya chochote kigumu. Kwa nakuta atakiingia kwenye mahusiano anakuwa anaomba hela nyumbani. Anapiga hela nyumbani. What if your parents pass away? What will you do? Yani inasikitisha kiukweli. Kwa sababu mwanaume inabidi awajibike na inabidi ajiongeze na inabidi apambane. Na ndio hawa ambao wakiombwa kitu wananuna. Naomba hiki, mtu ananuna. Wakati ukiangalia mwenzio kafanya vitu vingi sana, anajaribu kukutest kupima kama unajali. Na kuna muda anaweza kukupa, yani anakuomba hela ambazo amekupa, lakini nazo huna. What do you expect? Yani nimekupa mimi, alafu nakuomba tena. Huna. That's totally unfair kwa kweli. Unaenda wapi? Where is it going? Ununuli chochote, ufanye chochote, basi hata kunispoil ili angalau nijisahau nani kwamba huyu mtu bwana anajali. Hakuna, zero. Kwa nadhani kuna hitaji kubwa sana la wanaume kuweza kuelewa ya kwamba nadhani kwa kusema hayo pale mwanzo wakati unaanza ulisema kwamba lazima wanawake wanaangalia pia mwanaume mwenye mwelekeo. Ana mwelekeo gani? Nadhani hii changamoto ya kumpa mtaji akala, si kumpa nini akala. Huyu technically ni mwanaume hana mwelekeo. Hana mwelekeo kwa kweli. Huyu hana yani hana anakoenda. Ni kweli. Amepanda gari, haelewi, hajui anashuka wapi. Ni kama mwendo kasi za dawa, anazunguka nalo anaenda, anarudi nalo, anazunguka anaenda, hajui ashuke wapi, hajui akitoka hapo anaenda wapi. Kwa obvious ukimpa ataenda kuskwanda tu. Lazima kuila hata zitapanya kwa sababu hana mwelekeo. Basi jamani, tuchukuage na wanaume wenye mwelekeo, ndugu zanguni. Ni kweli, ni sahihi. Ni kweli anaweza kawa hana pesa. Anaweza labda kwa muda huo ni choka mbaya. Lakini msikilize. Alafu chakati yani pima akili yake. Pima akili ile. Lakini pia mjaribu. Yes. Angalia. Kuna wanaume potential kweli. Ndo hapo sasa wanasemaga kwamba mwanamke saa nyingine anaingia kwenye ndoa desperately tu. Anahitaji mume, anaenda anazoa yoyote. Ndio huyo unaenda kuzoa mwanaume ambaye hana mwelekeo. Lakini unaweza ukazoa mwanaume ambaye anaonekana kwa muonekano atasemwa hapa mwanzoni na ndugu zako na nini kwa sababu ya jinsi alivyo. Ni sahihi. Lakini ukikaa ukimsikiliza unaona huyu mbona kama anaweza akafika. Anaelekea kama akiweza kupata support. Huyu anatoka. Hao angalau ukienda na huyo chochote utakachofanya utakuwa unamsaidia kupiga hatua ya pale ambapo anatakiwa kufika. Lakini mtu unamuuliza, unajiona wapi ndani ya miaka 3? Mitatu tu, hiyo ni mitatu tu. Hajui. Haelewi. Na ni mwanaume. Na mbaya zaidi ni kwamba unajua nitapiga mishe. Yaani maelezo yake yanakuwa hayako specific. Yaani hayajitoshelezi na haelezei. Hajui anachokitaka. Mtu anayejua anachokitaka hata kama leo anajiona yuko hivi, lakini ukimuuliza anajua anakotakiwa kwenda. Atakwambia mimi ndani ya miaka 3 nataka niwe na duka kubwa pale Kariakoo la kuuza nguo. Ni kweli. Nguo gani za kiume? Nataka niwe nauza raba kali, nauza hiki na hiki na hiki na hiki ndani ya miaka 3. Japokuwa sasa hivi unaniona hivi, ila ndani ya miaka 3 nataka ni accomplish hicho. Duka hilo likiwa kubwa nitafungua jingine Mwanza, nitafungua jingine Arusha, nitafungua wapi. Huyu ana mwelekeo kabisa. Na mwanaume anayekupenda anakupa matumaini. Exactly. Mwanamume ambaye akupendi anakukatisha tamaa. Anakuambia tutaona itakavyokuwa. Kwa sababu hakupendi. Lakini kama anakupenda anakupa matumaini, mke wangu nivumilie. Mimi binafsi wewe nione tu hivi, lakini trust me, after couple of years au pengine 2 years kama unavyosema, mambo yatabadilika na kutia moyo ili angalau uendelee kumwamini. Sasa unakuta mwanaume huyo yani kwanza hawezi kufanya kitu. You can't do anything. Kweli. Basi hata kuuza karanga basi. Yaani anaogopa kujaribu kufanya vitu, mimi hizo siwezi. Auze karanga aonekane nani? Cheap. Can't bwana, mimi binafsi kwa maisha yangu, kwa hadhi yangu, watu wananijua, siwezi kufanya kitu. Kiukweli ni kwamba kuna muda pia wanaume kwa kiasi fulani huwa pia wanashindwa kuendesha ndoa zao vizuri kwa sababu wanashindwa kuongea.
Mke anaweza kawa ndio ana nafasi ya kusaidia, lakini you have never asked for the help. Kwamba yani wewe uuliziage kwanza unakuta mwanaume anampuuza mke wake, anamdharau, hamheshimu. Huyo mwanaume anategemea ataomba msaada kwa mke wake. Na mke wangu nisaidie. Kwa kuna wengine wanahangaika, sio kwamba pengine wake zao hawana nafasi ya kuwasaidia, ila ni kwa sababu hawajawahi kusema. Na kuna baadhi ya wanawake kulingana pia na personality walionayo, yani sio tu wanawake, hata kuna watu bila kuambia naomba nisaidie hawezi kusaidia, ni mpaka useme I need help, I'm dying, hapo unaweza kukusaidia. Kwa kuna muda pia hata wanaume wanashindwa kuapproach wake zao vizuri wakasaidika. Kuna ambao wanapewa wanaskwanda, lakini kuna ambao hawajaribu kuwashirikisha, bwana tufanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nadhani ni muhimu sana kwa kila mwanaume kuweza kujitahidi kujaribu kufanya kitu. Tafuta kitu cha kufanya. Vitu vya kufanya viko vingi. Yaani sasa hivi hata ukiwa na smartphone unaweza kuanza kuuza mashati ambayo sio yako. Ukapata hela. Yaani onyesha jitihada unafanya kitu. Sio unakaa unalala tu nyumbani. Ni aibu kubwa mwanaume unakaa tu ndani unalala. Mke wako bado anaenda ofisini anarudi anakukuta umekaa. Na elewa inaumiza, kuna muda unaweza ukawa upo pengine kuna redundancy, pengine umepunguzwa kazini huko nyumbani. Inaumiza sana. Kwa hiyo ndio maana tunaambia kwamba tuishi pia na wenza wetu vizuri. Ishi pia na mke wako vizuri. Sameaneni, pendaneni, teteaneni, rekebishaneni. Yaani asiwepo mmoja ambaye anaweza kaonekana pengine ni bora kuliko mwingine. Itawakuja kwa kosi baadaye ikitokea crisis au changamoto yoyote. Mnakuwa mnachukiana, mnakuwa na beef ndani kwa ndani. Kwa mwenzako anakuwa anakucheka kwa sababu ulikuwa unamcheka pia. Ndio maana pia hata kwenye mahusiano kuna muda pia hata haya matani haya inabidi yawe na kiasi sana. Kwa sababu unaweza kuwa unamtania mwenzako kumbe yuko serious, ni very serious depression. Alafu wewe unamtania, sasa tuone sasa. Unakuta pengine anarudi akitegemea atakuta chakula akuti. Yani kuna mambo mengi yanatokea, au pengine labda ni mke wako, unamtania bwana sasa hivi nimerudiana na ex wangu. Kuna matani mengine ambayo hayana maana. Yanaongeza stress, yanaongeza shida. Katika hata tu umeongea kitu cha maana sana. Hata tu katika mazingira ya kawaida Karungu, wewe ni mume wa mtu au mke wako ni mke wa mtu pia. Ndio. Tutakiwi kuendekeza utani. Utani kwa na kweli. Mtu yoyote yule. Ni sahihi. Kwa sababu nimegundua saa nyingine kuna karo fulani upenyeza. Kuingilia katikati. Kuingilia hapo kwa sababu mtu anatumia utani. Alafu unajua wewe hivi na hivi na hivi. Alafu unajua kidogo boundaries zinaanza kushuka. Inashuka. Before you know it, boundary imekufa. Upo sahihi. Imekufa kwa sababu tu mtu alianza kupenyeza kautani. Utani. It's true. Before you know it, utani unazaa kitu kingine. Ni kweli. Ndio maana kuna wenza ambao unakuta mume anaweza kawa anamtania pengine labda mke wake. Wewe na kitambi chako upungui, ufanye hivi na hivi na hivi. Sasa wewe unaweza kuwa unamtania katika namna ambayo ni ya kiutani. Kumbe ile tumbo amekuwa nalo muda mrefu. Tangu utotoni. Amekuwa kitaniwa. Kwa ukalibeba lile alafu unatuonesha tena. Lazima ajisikie vibaya. Au pengine wewe kichwa chako, macho yako yako hivi. Kumbe tangu akiwa mdogo they have been bullying him since when he was a kid. School, at home, the street. Kwa anasema ana kidonda pale. Kweli kumbe hiki ni kweli bwana, macho yangu haya yana shida. Umeona? Kwa kuna namna pia inabidi tutiane moyo kama wenza. Na tupendane. Kiukweli nilichokuja kujifunza ni kwamba ukipendana na mwenza wako, yale zile dosari ambazo unaona kama dosari mwanzo huwa zinaondoka, hutaona tena dosari yoyote. Alikuwa si amevunjika mguu, alikuwa si yuko vipi, you never see those flaws anymore. You just see love flowing, love will be flowing. Yani kuna vitu vingi utakuwa unavishuhudia. Sasa kuna hili kundi la vijana. Hawa vijana bwana wanasema kwamba mabinti wa siku hizi hawa ni kundi la vijana singles. Maana watu kwa tuna address wengi wako ni kwenye ndoa. Hawa ni single, ni vijana wanajielewa, vijana wana akili, vijana wapambanaji. Ndio. Lakini wanasema bwana we. Huku nje hali ngumu sana kwa sababu wadada wengi wanatuona sisi oyae. Hatuna hela. Yaani mdada binti yuko radhi ateseke kwenye mahusiano, anyanyasike, atukanwe, lakini mradi tu yule mtu ana hela atakaa hapo. Lakini aje kijana mwenye tabia njema, mwenye akili, mstaarabu, anamtreat proper na nini, ikakosekana tu pesa pale kuisha. Wewe unalizungumziaje hiyo?
Kuna mahusiano ya vijana kama ulivyosema. Unajua kwa sasa hivi kwa tulipo mambo mengi sana yamerahisishwa. Yaani hao wanawake au mabinti wenyewe, yaani wameshatengenezewa mindset au mfumo fulani kwamba maisha ni pesa. Yaani kwa asilimia kubwa wanaokuwa na watakao chipikia na watakao endelea kuwepo. Yaani pesa imekuja kuingia kwenye mioyo ya wanawake wa kizazi cha miaka 2000 na kuendelea, kiasi kwamba kimekuwa kipaumbele cha kwanza kwenye mahusiano. Sasa hivi hawaangalii chochote, wanaangalia pesa. Yaani kisikia mimi na mwenza au na mchumba nimepata mpenzi, ana gari. Gari tu tayari wewe ni verified. Umeona? Kwa hiyo they are more into materialistic. Wanapenda sana vitu. Yaani hawapendi kuangalia. Na mbaya zaidi ni kwamba wanapenda vitu vilivyopo, sio vitu vitakavyokuwepo baada ya hapo. Kwa hiyo ni rahisi sana kuwateka ukiwa na simu nzuri au ukiwa unawaigizia. Ndio maana most of women good women fall under the trap of bad boys. Kwa sababu wale they know how to act. Yaani mtu anaweza kukutengea hata fungu akasema ikiisha tu 200,000 it must be done. Anyhow kabisa yani. Kweli. Kwa sababu yani na kinachowafanya kwa mfano umesema good people, good men, inakuwaje wapendi, ni kwa sababu wanawake pia kuna namna wanapenda pia yani kuna namna wanapenda kuwa treated in a very special in a very mannered way, lakini pia kuna namna wanawake wanapenda pia kuchangamshwa. Now these bad boys they know how to spoil women. Hata akiwa wanazungumza nao sio in a very yani not in a very low age. Yaani wanazungumza katika namna ambayo mwanamke ana feel confident and secure. These good guys mara nyingi they have, naweza kusema hawana confidence kiasi cha kuzungumza na mwanamke kwa sababu they have true love. Lakini hawa ambao naweza kusema ni scammers, they have full confidence kwa sababu they know we are just in the mission. Kwa hiyo they must be confident enough. Ana kitu anakitazamia. Akisha accomplish. Bas. Kwa ndo maana anakuwa very serious na anakuwa ameweka target kama alivyokuambia kwamba ikifika hapo I'm done. Kwa hiyo must be very serious na anachokifanya. Umeona? Kwa mwisho wa siku sasa hivi pia wanawake wameona kwamba mimi bwana si ni bora kama ulivyosema, nitafute tu mtu au mtu akiniambia au nikiona ana fedha anaweza kanishawishi. Ndio maana hata pia wanaume wanajaribu kujibrand. Most of guys they brand themselves kwamba hapana, hapa sasa hivi I must brand myself. Kwa utanavaa vizuri, kuna wengine wanaazima pengine magari. They act as how ladies act. Wanawaigizia. Kwa sasa hivi love is in a confusion state. It's in confusion state. Yaani kwa hiyo ungepata nafasi ya kuwashauri hawa mabinti. Mimi nafasi ya kuwashauri hawa mabinti, cha kwanza kabisa ambacho ningewaambia kwamba kwanza inabidi wawe makini. Umeona? Wawe makini kwa sababu vitu vinavyoonekana mara nyingi kwenye mahusiano huwa vina nafasi kubwa, lakini huwa vinapungua umuhimu wake siku zinavyozidi kwenda. Kuna watu ambao waliingia kwenye mahusiano na watu ambao wana kila kitu, lakini now they are not happy na walikuwa desperate baada ya kuachwa ghafla. Ukiona mtu anakupa vitu vingi ghafla, that's love bombing psychology call it. Mtu anakuspoil, anakupa hiki, anakupa. True love is natural, true love is hard. Yani it's very hard. But fake love is unrealistic. Shangaa tu vitu vinaenda unasema this is love. But true love is very hard. Mtu unaweza kukuta pengine labda hakupi unavyovitaka kwa muda. Unapima, unaangalia. Kwa sababu msingi tumia pia akili kuweza kuangalia na kupima kwamba mtu unayemhitaji. Kwanza lazima hata na wewe pia uwe na vigezo vyako. You need to have your own requirement. Mbona unahitaji mtu namna gani? Kwa sababu pia wengi pia wako stranded. They don't know what kind of men they want. Kwa akija yoyote they say awe tu na hela. It's enough. Mambo mengine yatarekebishana mbele ya safari. Kwa hiyo you must have requirement. Je, anajitambua? Je, ana mwelekeo? Je, ana maono na malengo? Wao wanachoangalia priority kubwa ni hela. Kwa hiyo inabidi uondoe hela ifuate baada ya priorities zingine za muhimu, kwa sababu maisha ni zaidi ya hela. Hela ni muhimu kuwa nayo, ila maisha ni zaidi ya hela. Na usichokijua ni kwamba kuna muda au kuna wakati wewe ukiingia kwenye commitment na mtu sahihi, kama akiwa na kibali na wewe mna kibali, mna amani, nyie kufanikiwa ni rahisi. Very easy. Lakini ukilenga fedha, ukilenga pesa peke yake, unaweza ukajikuta unakuwa mpweke, utakuwa unaishi kwenye kitu kinaitwa empty love. Yaani unakuwa unapata vyote lakini mtu anakuwa hana muda na wewe. Na hii ni changamoto nyingine. Anakuhudumia, anakupa kila kitu. Love is not about things. It's emotional. Kwa hiyo it's emotional thing. Kwa hiyo unaweza kuwa unapewa kila kitu lakini upewi muda,
pewe hisia. It's very hard. Kwa hiyo kuweni makini, msikurupuke kufanya maamuzi na wala msitamani kuishi maisha ambayo haendani na uhalisia wenu. Kubaliana tu na uhalisia kwamba mimi binafsi I feel like I don't deserve this, I must evaluate this. Usikubali haraka mtu anavyokuambia nakupenda na unavyoona na kila kitu. Evaluate, kwa sababu kuna kitu behind that. Huyo mtu hawezi toka kufuata away from nowhere kasema anakuhitaji. Unaweza kuwa unavutia, ndio, unaweza kuwa una sifa zote, una vigezo vyote, lakini angalia pia na wewe, pima kwamba huyo mtu kweli anaweza kuwa anastahili. Challenge. Kuna muda wanaambia pia muulize maswali. Umeona nini kwangu cha maana zaidi ya watu wengine? What have you seen in me? Challenge. Can you cultivate me to be better than how you see me? Yaani jinsi nilivyo unaweza kunifanya niwe bora zaidi ya hapa. Of course anaweza kusema na hela nitakufanya uwe bora zaidi ya hapa. Okay, ni kitu gani ambacho nitajivunia pengine nikiwa na wewe? Okay, anaweza kuwa na magari. Lakini kuna vitu vingine tutakuwa wapi baada ya hapa au itakuwaje? Kuna vitu vingine, okay, utafanya nini ili kuweza kudhibitisha kwamba unanipenda? Kuna mtu mwingine anaweza kaenda mbali mpaka akaamua kuchumbia, lakini kuna watu wengine kama nilivyosema, anaenda zake mkoani, amevua pete, anaoa tena. Mimi I'm dealing with couples. Yani there are a lot of issues. Mtu anasafiri zake miezi mitatu anaoa tena kule. Yani huko wanamjua ni mtu mpya. Kuna ndoa zingine zinafungwa tu chap chap. So it's a big disaster. Kwa kweli kuna disaster kubwa hapo. Kwa hiyo angalia akili ya mwanaume, angalia mwelekeo wake, angalia maono, angalia upeo wake, angalia pia shauku alionayo juu yako. Lazima pia ujue nini ambacho anachokihitaji kwako, kwa sababu kuna wengine wanakuhitaji kwa sababu umekutamani, ila kuna mwingine anakuhitaji kwa sababu anaona kuna kitu ambacho mnaweza mkasaidiana kuweza kuyajenga maisha yenu kwa pamoja. Alright. That is very nice. Wadada wale ambao mnaangalia pesa, mabinti, mmejifunza jambo. Msiwakatae hawa vijana ambao nilikalenu. Msiwakatae kwa sababu by the way hujui kesho atakuwa nani. Ndio hao unawakataa, baadaye unakuta ashajipata huko unamtafuta tena. Wakati huku ulimkataa alivyokuwa genuine kwako. Sijui unaelewa. Alafu ndo anakuja kuwa potential husband kwako. Kwa hiyo mwangalie tu mtu mwelekeo wake, kubali kuwa sehemu ya safari yake. Alafu uone mtafika wapi. Nakuja huku juu umekataa kavulana huko, baadaye kanakuwa kama mtu fulani tu hapa Tanzania. Unaanza kuhadisia yule namjua yule. Alikuwa ananitaka. Ndio ishapita hiyo. Ni sahihi kabisa. Majuto ni mjukuu. Ishapita. Haiwezi kurudi. Yaani kwa kuongezea ni kwamba labda niseme hivi ili unielewe. Maisha ni kama kitabu chenye kurasa zinazofutika. Ukisoma umesoma huwezi kurudia. Kwa hakikisha kila kurasa ya maisha yako hasa kwenye mahusiano unaisoma kwa kutulia. Hicho tu. Sawa. Wow, amazing. Sasa Kalungu, maswali mawili ya mwisho afu ni kuache uondoke. Swali la kwanza la kizushi ni kwamba natamani kujua yani kitu gani ulivyoingia kwenye ndoa kwa huu mwaka yani. Uliingia you had no idea yani kikakushtua yani kumbe ndio inakuaga hivi. Ile yani kikakupa hiyo feeling ya kumbe ndio inakuaga hivi. Okay. Mimi labda niseme ya kwamba tazungumzia kama mwanaume kwa mwanamke. Sawa. Nilichokuja kujifunza ni kwamba hakuna mwanamke mpole akipenda. Yaani hata awe mpole kiasi gani akikupenda lazima ataongea. Umeona? Hakuna mwanamke ambaye hapendi pesa hata kama ni mtu wa Mungu kiasi gani. Lakini pia hakuna mwanamke ambaye ni mtakatifu kwamba afanye makosa. Lakini vile vile inabidi uelewe kwamba hakuna mwanamke asiyependa kusifiwa. Hata kama atakuwa pengine anapuzia sana mahusiano kiasi hicho, lakini sifa ni sehemu mojawapo ya kitu ambacho unahitaji kukifanya kwa mke wako. Msifie kadri unavyoweza. Msifie jinsi alivyo, msifie muonekano wake. Wewe msifie. Inaweza kumjenga na kumfanya aweze kujisikia vizuri. Lakini kitu kingine cha msingi ambacho nimejifunza ni kwamba nahitaji sana kutengeneza mifumo ya kimapato kabla hujaingia kwenye ndoa. Yaani inabidi uwe stable kweli kweli. Mimi mke wangu kabla ya kumuoa alinichallenge akaniambia I want good life. So at that particular time nilikuwa kama sema good life, maybe she's just joking because she had a good life at her own standard. Na mimi nilikuwa na maisha yangu, lakini alivyoniambia she need a good life, she was like a challenge to me. Kwa hiyo mimi what I did, mimi of course nilikuwa nina side income, nafanya hivi na hivi. Kwa na mimi nikasema okay, she want good life, I need to test her. Kwa nafanya kazi sehemu moja kama manager, I quit that job. Nikasema ngoja niache kazi afu nione kama atanipenda kwa sababu ya kazi au ataendelea au ataamua kusitisha. So I challenged her.
Kwa nikaamua kuacha kazi, but she still kept on loving me and say okay, kumbe ananipenda kwa namna fulani. Kwa hiyo nikaona maybe she's the right woman for me. Kwa hiyo kuna namna pia unaweza kuwa una uhakika na mwanamke lakini pia usiwe na uhakika naye kwa asilimia zote, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mkielewana mambo yanaenda vizuri. Lakini yote kwa yote kama walivyosema, nimezungumzia mwanamke katika namna yake kwamba hata kama awe mpole kiasi gani lazima akipenda ataongea sana, lakini kingine pia pesa inahitajika sana. Mimi mke wangu ni mpole sana. Yaani hawezi hata kuongea, analiaga tu. Kuna muda unaweza kumkwaza kidogo shangato analia wakiwa anaomba analia. Very emotional. Nasema sasa huyu hata kuzungumza naye provocative hawezi kuongea, lakini anaongea. Kuna muda anaweza kawa anaongea huko analia. Unaona Kwa hiyo I understand. Kwa hiyo cha msingi nadhani ni hicho watu waelewe. Lakini kingine ambacho nimejifunza ya kwamba inabidi utarajie kuongezeka kwa majukumu. Yani jitahidi bwana, you need to upgrade your life. Unapoishi kama mume au kama mke usitegemee pengine utakuwa unaishi kibachelor. Mimi nilikuwa sivai kibaba. Yani ichilichi an extent ambayo nasema kweli wewe sasa umeoa, kwa sababu nilibadilika kimuonekano. Mke wangu alikuwa na hii hapana. Hii hapana. Of course sio kila wakati ananipangia nguo, lakini alikuwa ananicondition niwe kama mume. I was representing her. Mimi I was living a bachelor life. Kwa hiyo akasema no. Hivi hapana. You must go this way. Hii hapana. Bwana mimi navaa. No hapana. Kwa sasa mkisema no, alafu katoka, ujue hiyo ni kesi. Kubwa sana. Na cha mwisho ambacho nimejifunza ni kwamba yani hata kama unajua mimi ni introvert by nature, so I've conditioned myself to be extrovert au ambivert. Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo wa kukaa mwenyewe bila kuwasiliana muda mrefu, nilikuwa na uwezo wa kukaa tu mwenyewe bila kupiga simu, but I conditioned myself kwamba I need to call my wife or text her. Kwa sababu mtu ambaye akupigia au kutext maana yake akufikirii kabisa. So I conditioned myself to call her and text her. So at least she yani ndio maana nasema ishi na mke wako kwa akili. That's the statement. Yani kuna vitu inabidi uvifanye hata kama ulikuwa pengine hauwezi au just do it for your wife or for your husband. Fanya. Itakusaidia hata wewe uzoee na kuona kumbe ni kitu cha kawaida ambacho kinawezekana. Au pengine anakulazimisha ule vitu kwamba nataka ule. Mimi silagi kama uli unipendi. This is not true. You need to eat. No, kuna vitu ambavyo mimi siwezi nikavifanya, yeye anafanya. Kwa hiyo kuna indifferences zinatokea, lakini pia kuna vitu tunafanya vitakuwa compatible. Okay. Haya. Vitu vitatu ambavyo wewe uliviangalia wakati unachagua mke ni vipi? Vitu vitatu ambavyo nilivyoangalia. Kwanza mimi mke wangu alikuwa ni Mchaga. Mimi ni Mchaga. So alikuwa ni Mchaga, ni Mchaga. Eti alikuwa ni Mchaga. Unajua kwa sababu gani nasema hivi? Mimi unajua kuna hizi stigma, social stigma zinaendelea zinazozungumzwa. Mimi sema mimi siwezi kuoa. Kuna kabila fulani hilo mimi siwezi kuoa. Tukilisikia lile. Kwa hiyo nilipompata kwanza nilikuwa na wasiwasi, nasema Chaga itakuwaje? Kwanza hata alivyoniambia statement kwamba I need good life, nikasema ndo Wachaga wenyewe. Kweli hapa ndo penyewe. Sasa hapa sitakuwaje. Lakini mimi nilichokiangalia kwanza niliangalia kwanza hofu ya Mungu cha kwanza. Kwa sababu mimi binafsi nilikuwa nahitaji mtu ambaye anaweza kaniamplify. Mimi nampenda Mungu. Umeona? Kwa hiyo niliangalia mtu ambaye anaweza kaamplify kile kiwango changu cha kumpenda Mungu kikue zaidi. Yeye alikuwa anampenda Mungu sana. Naweza kusema alikuwa anampenda Mungu kuliko hata mimi. Kwa hiyo niliona kwamba huyu anaweza kanifaa zaidi hasa katika upande wa kiroho. Umeona? Lakini pili, mimi pia napenda utulivu. Simaanishi pengine kama. Kwa hiyo niliangalia mwanamke ambaye anampenda Mungu, mwenye hofu ya Mungu, ambaye anaweza kuniamplify na kunichochea niweze kumpenda Mungu zaidi. Lakini cha pili, angalia mwanamke ambaye ni mstaarabu na mpole sana. Hicho ni kitu ambacho nilikiangalia zaidi, kwa sababu mimi binafsi kabla ya kumpata mke wangu nilikuwa na audit, na nilimwambia pia, I told her kwamba it's not only you, I had a cluster of ladies who was auditing. Serious. Na unajua kuwa kwenye mahusiano na wanawake wengi sio kushiriki nao tendo. Mimi ni mtu ambaye namwamini sana Mungu. Kwa hiyo nilitaka ni audit, I wanted to audit which one suits me the best. Kwa hiyo nilikuwa na mmoja ambaye alikuwa anaongea sana, kiasi kwamba it was very provocative. I ended that. Kulikuwa kuna mmoja ambaye alikuwa ni naweza ngasema ni very opulent. Anapenda sana luxury things. I ended that. So she was her. Akabaki mwenyewe. Akabaki yeye mwenyewe. Nikaona kwamba she deserve to be with me. Umeona? Kwa hiyo kwa namna fulani niliangalia pia utulivu wake. Kwa hiyo alikuwa ni mtulivu sana. Tunapozungumza yani
alikuwa ananipa amani. Na cha mwisho ndio hicho ambacho nilikuwa nataka sasa nimemalizia. Nilihisi amani. Yaani nilikuwa tu na amani kumuona. Nilikuwa sibanwi na haja kama wanavyosema wengine. Ukimuona mimi I felt peace. Yaani the moment nilikuwa naye I was just feeling peace. Peace of mind. Until today that peace is still there and would be there. Kwa hiyo I just feel peace with that. Sawa. Jamani, huyo ni Kalungu Psychomotive. Sisi tunamjua kama Kalungu Psychomotive, ndivyo anavyojiita kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Kalungu, tunakushukuru sana kwa muda wako siku ya leo. Basi kwa kumaliza kipindi hiki unaweza ukatuambia mtu akikuhitaji na kupataje? Okay. Kwenye mitandao ya kijamii, labda kwenye simu. Okay. Vyovyote vile ambavyo unapatikana kuwa msaada kwa. Sawa. Mimi napatikana kwenye Instagram, natumia jina la Kalungu Psychomotive. Kalungu Psychomotive, lakini pia ukiingia Facebook jina ni hilo Kalungu Psychomotive. LinkedIn Kalungu Psychomotive, lakini pia ukiingia TikTok kule Kalungu Psychomotive, YouTube Kalungu Psychomotive. Kwa hiyo Kalungu Psychomotive everywhere. Kalungu yenye single L na ambayo haina R. Alafu kama unahitaji ushauri, mimi ofisi yangu iko South Africa sana. Kwa hiyo unaweza kanipigia kwa namba ya simu 0755 25 60 39 kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi kuhusu utaratibu wangu. Great. Haya jamani, wana Fix You, kipindi chetu kimefika mwisho. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Kama hujakuwa sehemu ya familia hii, make sure na subscribe, make sure na like na comment kwenye video zetu. Yaani nafurahia sana kuona mawazo yenu yananipa namna ya kufanya kitu bora zaidi na zaidi. Kwa hiyo ukisikiliza content, ukicomment, ukilike, ukishare, unakuwa umenibariki sana. Aidha nakushukuru wewe ambaye umeendelea kukaa na mimi hapa toka tunaanza mpaka tumefika hapa tulipo. Nakushukuru sana kuwa mwanafamilia hadi nafurahi sana kukuona mahali hapa. Mimi unaweza kunipata Instagram kama Irene Kamugisha _ unaweza ukanipata TikTok kama Irene Kamugisha, Facebook ni Irene Kamugisha. Jina langu ni hili halijabadilika na halitawahi kuja kubadilika, labda nipate mume. Who knows, but still sidhani hiyo ni topic ya siku nyingine. Sidhani mimi zaidi kama pana zaidi. Exactly. Mimi sijui kama nitabadilisha jina. The future is exciting. You never know what will happen. Kwa sababu jina lishakuwa brand. Ni kweli. Nadhani nitabaki hivyo. Nadhani libaki tu hivyo. Hata mume wangu kama unanitazama, bila shaka utakuwa unanitazama. Lazima atalikubali. Utalielewa tu hivyo. Basi tukutane tena kwenye episode ijayo.